Na ni kwenye hatua ya mapena ambayo anakwenda kupigwa baada ya mchezo wa elo ya kwanza na J ya tatu kumalizika 0-0. Inabidi ni mmoja ambaye ataishi na pointi 3 za siku ya leo ili kwenda kwenye hatua inayofuatia. Na tunamwona mchezaji kutoka elo ya kwanza ambaye anakwenda kukiwasha, ambaye anakwenda kuchukua lawama na shukrani za kwanza, ambaye amevalia namba 16 mgongoni, amekwenda kukisawazisha 16. Golini akisimama Mr. Kitungano kutoka J ya tatu, na shika filimbi au pilato wetu wa siku ya leo akiwa ni Mr. Valente, refari wa katikati, anajaribu kumshauria goalkeeper namna ya kufanya. Usichomokee, usiende mbele, usirudi nyuma sana, utapoteza. Lakini ukienda mbele sana inarudiwa hiyo, ukija kuishika. Anajipanga mchezaji wa elo ya kwanza namba 16 mgongoni. Bahati mbaya tujapata details zake kamili huku ili nikutajie jina lake. Kama ulivyoona goalkeeper alivyokaa mkwala wa kutosha kwenye goal, anakwenda kukiachia namba 16. Pena ya kwanza. Anakuambia kwamba ni vigumu kuishika hiyo. Ukijaribu kuifuata utakuja kuvunjika mguu bure. Ya kwanza wametoboa elo ya kwanza. Huku J ya tatu wamemwagiza mchezaji kwenda kununua nyanya ambaye ni namba 18 aliyecheza vya kutosha kwenye hatua za kwanza za kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Alicheza vizuri kwenye vipindi vyote, ambaye ni Mr. Doctor ambaye amevalia namba 18 mgongoni. Ngoja tukaocheki udaktari wake, je, ni mzuri kwenye matibabu au vipi? Ngoja tuone atakavyomtibu goalkeeper wa elo ya kwanza. Mpenzi mtazamaji wa Egwen TV, ayo popote ulipo, usisahau kusubscribe, kushare, kulike na comment ili uwe kwanza kupata matukio yote ya hapa nyumbani kwetu. Amehusika ni Mbavu kama Mbavu, na nyuma kamera yupo director ambaye ni Maston OG. Tumcheki Dr. atakavyomtibu goalkeeper ambaye ni Kangeta kutoka elo ya kwanza. Dr. kamtibu vya kutosha, na amemwambia kwamba ukijaribu kufuata utakwenda kupiga kichwa kwenye nguzo ya goal. Na ukiangalia kweli kwa mtizamo wa ulivyokwenda mpira, goalkeeper angejaribu kujitupa na speed, kweli angeumia vya kutosha kwenye upande wa kichwa. Amejaribu kumtibu vizuri vya kutosha goalkeeper wa elo ya kwanza namba 21, ambaye pia hatujapata details zake kutoka elo ya kwanza. Amekwenda kupiga penalty. Huku namba 32 ambaye ni goalkeeper Kitungano kutoka J ya tatu akienda kujipanga ili kuangalia namna gani ya kusave mpira wa namba 21. Valente kauruhusu, anaga baya. Asende. Bahati mbaya nimepata au bahati nzuri nimepata details zake, anaitwa Asende. Majina madogo sana kwenye mambo ya kisoka, lakini amemtibu vya kutosha goalkeeper ambaye ni Kitungano namba 32 mgongoni. Anakwenda namba 2 Bridgeman ambaye ni Mr. Thomas kwenda kuchukua shukrani au lawama za penalty ya pili kwa upande wa J ya tatu Sports Club. Mabosi wakiwa kama Mr. Director Spy Ndomo wa J ya tatu Sports Club. Thomas anajipanga na mkwala wa kutosha kama kawaida ya mchezaji, utakiwi kupoa kwa matokeo yoyote. Mchezaji ambaye anacheza na miguu yote miwili. Pap! Amemwambia goalkeeper wa elo ya kwanza Kangeta, usijaribu, usitafune, usimumunye, ili ngumu, watoto watumwi kuishika, haishikiki. Huku Bavu akaenda kumpatia ongera, maana yalikuwa ni mawili, kuchukua ongera au kuchukua lawama, lakini amepewa ongera namba 3 mgongoni. The captain upande wa elo ya kwanza Sports Club ambaye ni Mr. Benoit anakwenda kuchukua shukrani au lawama za penalty ya 3. Huko Kitungano namba 32 mgongoni akijaribu kuweka mkono wa kutosha, ulinzi kama kawaida ili kujaribu kuishi nayo. Kitungano ameushika Mr. 32 mgongoni, amesema kwamba Benoit
hapa ni vigumu sana kupata upenyo, maana nimeweka ulinzi wa kutosha, alafu haijampa shida kwenye kushika mpira huo. Umekuwa ni mpira wa faida sana kwenye hatua ya mapena waliofikia J ya 3 dhidi ya Elo ya kwanza. Wana faida. Anakwenda kuchukua lawama au ongera namba 18 mgongoni kutoka J ya 3 Sports Club. Namba 18 ambaye ni SQ Ateba, Mr. Ateba. Majina ya wachezaji haya, ngoja tukaone, je, ni mchezaji kweli au ndo hivyo ni mchezaji mzuri kwenye sahani au kitandani? Ngoja tukashuhudie. Huku Kangeta akiwa amejipanga vizuri. Asku! Imekuwa ni goli nzuri sana, lakini goalkeeper japokuwa amejaribu kuufuata, ulikuwa ni mpira mgumu sana kumshika. Huku akishabikia pamoja na Mr. Thomas Bridgman. Upande wa pili nikimuona tajiri wa J ya 3 ambaye ni Mr. Director Spy, Mr. Kiparangoto akishabikia kwa mbali. Anaona ushindi upo karibuni, pointi 3 wanakwenda kuishi nazo hizi. 18 upande wa Elo ya kwanza Sports Club. Anakwenda kuchukua naye lawama zake au ongera zake za kwenye mchezo wa siku ya leo. 14 ambaye alikuwa ni Mr. David. Huku golikipa kama kawaida yake anaroga vya kutosha. Golikipa wa J ya 3 mkono moja juu, ajaribu kufuata, lakini ulikuwa ni mpira mbaya sana, mpira ambao umegusa nguzo na kuingia kwenye goal. Anakwenda kupiga namba 15 mgongoni ambaye ni Speedman Kishada, Mr. Bavo. Anakwenda kuchukua lawama ongera. Ni mawili bana kata ya kuchukua lawama na ongera. Ngoja tucheki Bavo atavuna kitu gani kwenye penalty yake ya siku ya leo. Huku J ya 3 wakiwa wanachezea faida ya penalty moja baada ya majirani kushindwa penalty. Bavo ambaye namba 15 mgongoni. Huku goalkeeper Kangeta akiwa anaroga vya kutosha. Bavo anakuambia kwamba ni vigumu kuishika hii, akili kumkichwa. Check. Anakuambia kwamba hapa akili kumkichwa inatumika. Maigizo kibao. Anakuambia kwamba majirani mmelala, lala salama. Huku mashabiki, kuna shabiki damdamu. Sijui kama ndo kitu kipo kichwani au vipi. Wazalendo hao wa timu bana. Anakwenda kupiga namba 10 kutoka Elo ya kwanza. Namba 10 mgongoni ambaye ni Chikala. Huku Mr. Kitungano namba 32 mgongoni ambaye ni goalkeeper save, ambaye ameonekana man of the match, man of the pena kwenye siku ya mchezo wa leo. Pointi 3 wanakwenda kuzikusanya. Anajiandaa ili kuushika mpira mwingine kutoka kwa Chikala. Anaroga vya kutosha. Alijaribu kufuata lakini anamwambia kwamba Chikala Palace anamwambia kwamba mimi ndo Chikala, sijaanza leo, mimi ndo Chikala. Akili nyingi imetumika. Upande wa J ya 3 na kwenda namba 6 mgongoni ambaye sijapata details zake pia. J ya 3 namba 6 mgongoni anakwenda kupiga pena mbaya sana. Akishindwa hapo zinakwenda kuanzishwa tena. Yopo akipiga hapo inakuwa ni faida sana ya kutosha kwao. Huku Elo ya kwanza tukiangalia kwa mbali, Awilo ndo hivyo anazungumza maneno ya kukata tamaa, anasema ya kwamba ndo tumelala hivi au sijaamini kweli. Namba 6 kutoka J ya 3 anahesabu hatua kama Ronaldo. Imekuwa ni penalty ambayo imechukua ushindi kwenye mchezo wa siku ya leo, huku Elo ya kwanza wakirizia matokeo ambayo wamekwenda kuyapata. Naomba moja kwa moja nikazungumze na Mr. Thomas. Naomba cameraman, naomba unifuate. Naomba kanifuate Mr. Thomas. Mambo vipi kaka? Fresh brother. Hongera sana kwa mchezo wa siku ya leo. Labda tungetaka tufahamu kidogo, shabiki naomba upoe kidogo ndugu yangu. Niseme kwanza hongera. Yeah. Labda tukutaki kufahamu tofauti na Thomas, tukuita nani siku ya leo? Mimi naitwa John Thomas. Nimesikia mashabiki wanakuita Bridgman pale. My name is John Thomas Tokos Pakome.
Okay, labda baada ya goalkeeper kushika pena ya kwanza pale, wewe kama ulijisikiaje? Ya mimi kwa kawaida yangu goalkeeper wetu akiwa amesha save penalty ya kwanza, unakuwa na uhakika wa kufanya vitu vizuri. Okay. Labda niseme vizuri, baada ya kutoka hapa una uhakika hatua ambayo inafuatia hapo mtakwenda kufanya vizuri kweli? Ya ni kawaida yangu. Hatua ambayo inafuatia hapo ni lazima nifanye vitu vizuri na ni lazima ninyanyue mzigo wangu ambao nauhitaji. Tukiangalia timu ambayo imewaleta mapiskali hapa kwenye uwanja kwenye mechi ya siku ya leo zidi ya Elo ya kwanza na J ya tatu. Ni J ya tatu ambayo imebahatika kuwaleta akina dada hapa. Nimeona ni timu pekee ambayo ina mashabiki wa dam. Ya madada wetu hapo beautiful, ni watu ambao wanapenda timu na sisi tunawapenda pia. Yes, Mr. Pacome. Yeah. Richman. Yes. Nikutakia siku njema. Asante sana bro. Yes, hii hapa ilikuwa ni dabi ambayo ilikuwa kupigwa J ya tatu zidi ya Elo ya kwanza. Ilikuwa ni dabi ambayo amekwenda kupata ushindi kwenye mapena kama ulivyoshuhudia mchezo mwanzo mwisho. Ayopo tutakutana kwenye matukio mbalimbali kwenye TV yako pendwa kama ndo round ya kwanza bana. Hii hapa ni Igwen TV, subscribe, share na comment. Utakuwa umetisha sana. Nyuma kamera amehusika nani? Maston OG. Mbele ya kamera yako, screen yako hapa nimepoa Msela Kapensi, Mr. Bienvenue mapenzi almasi aka mbavu moya. Tupo na lenzi kale hapo nyuma ya kamera Mrumi. Tukutane siku nyingine, bye bye.